Ndio hiyo mzoga ya Albert Ojwang ikiletwa Mbagathi Hospital na gari ya polisi wa Central. Ladies and gentlemen, waliweza kufika Mbagathi saa 7:35 wakiwa na ile Land Cruiser ya polisi wa Central. Sasa walishuka, ladies and gentlemen, askari wawili wakaelekea kwa hospitali, wakafuatwa na askari mwingine mwenye alikuwa na nguo za green. Wakaenda huko ndani wakajaribu kuzungumza na madaktari. Sijui ni nini waliwaambia, sijui kama waliwaambia ni mgonjwa. Hawakuwa wamewaambia ya kwamba ni maiti wameleta, unaona. So baada ya kukaa huko ndani, ladies and gentlemen, walionekana wakitoka na trolley ya white ya kwenda kuleta huyo mgonjwa, unaona. Madaktari wasijue ya kwamba hiyo ni mzoga. Sijui kama mnanipata. Sasa walipoenda kwa hiyo gari, guys, wakakaa kidogo pale, kitu kama dakika 4. Sasa wakaonekana wakiwa wanatoa hiyo mwili kwa gari wakisaidiwa na security wa hiyo hospitali ya Mbagathi, unaona. So wakatoa mwili wakapeleka mpaka kwa hospitali. Walipoenda huko kwa hospitali, walikaa huko ndani na hiyo mwili. Ni kama madaktari walinotice ya kwamba huyo mtu ashakufa, mwili imepoa. Wakafukuzwa ladies and gentlemen na hiyo mwili. So walifukuzwa saa 8:11, na walipotoka pale ndani, ladies and gentlemen, hiyo mwili ililetwa na Land Cruiser. Lakini ukiangalia kuna probox ladies and gentlemen, aina ya silver yenye iliweza kuwekwa hiyo mzoga. Sasa ndio wapeleke City Mortuary, wakati polisi wanatoka na hiyo Land Cruiser wakielekea moja kwa moja hadi wapi? Hadi Central. Baada ya kuua mtoto wa wenyewe, ladies and gentlemen, imagine wanaendea mtoto wa wenyewe ushago huko Homa Bay, wanakuja wanamuua. Alafu baada ya kumuua wanakuja kuambia madaktari wa Mbagathi wawasaidie kujifanya ya kwamba ni wao ndio walikuwa wanatibu huyo jamaa, na wanajua vizuri kabisa wamemuua. Kwa hivyo Mbagathi Hospital, my friend, wameweza kutoa hii CCTV ndio ili wasirushiwe lawama, unaona. Kwa sababu sisi tulikuwa najua ya kwamba polisi walitoa mwili kwa police station, wakapeleka Mbagathi saa 1:30, unaona. Kumbe my friend, usiku wa 8 ndio mwili ilipelekwa na wakafukuzwa na mwili, unaona. So hata hizi mambo zote, ladies and gentlemen, zenye wanawekelewa wale askari wa Central Police Station, ladies and gentlemen, tunashinda zinatoka wapi? Kwa sababu hao askari watatu wenye walikuwa kwa CCTV sasa watafutwe. Hao wenye walifukuzwa na mwili wakuje waeleze vizuri ni wapi walikuwa wametoa mzoga. Wakati huyo jamaa by saa 2 tulisikia kiongea na Tibet akiwa sawa saa 2. Na wale askari wenye walitoa huyu Mr. Albert Ushago hawakumfanyia chochote, unaona. Kama sio hiyo voice, ladies and gentlemen, hiyo voice yenye Tibet alirecord, ladies and gentlemen, my friend, huyu jamaa angekufa tu hivyo na apotelee tu kama wale watoto wenye waliuliwa wakati wa finance bill huko kwa parliament, walifyatuliwa na watu wenye wanajulikana, na pia BBC ikaweza kureveal hao watu. Lakini serikali hadi wa leo haijawahi produce hao watu, unaona. Imekuwa ikiwaficha. Sasa hivi Mungu, my friend, Mungu amekuja kuanika maovu mchana peupe. Let me tell you, my friend, hawa watu wamekuwa wakiua watoto wa watu, my friend, wamekuwa wakiua watoto wa watu wakijifanya. Zile damu za wale watoto walikufa, ladies and gentlemen, zitawahunt forever. Imagine mtu anachapisha ukweli kwa magazeti ya kwamba unatengenezanga mapesa mingi Nairobi, alafu unakasirika, unaenda unamuchukua nyumbani kwao, unakuja unamuua. Huyu kijana aliuliwa vibaya sana. Inasemekana alikuwa tortured vibaya sana. Imagine, kwa sababu tu alisema ati hao wakubwa wanakulanga pesa. Na mnajua tu vizuri Nairobi mzima, my friend, askari usiku wa 8 wanapatrollingi kwa kila maduka, kwa kila magari, wakicollect pesa. Hata kwa mabaa, hata wapi, Nairobi mzima, kila mahali wanaendanga usiku wakicollect pesa. Ni nani hajui? Na hizo pesa wakisha collect, wakubwa ndio wanapelekewa. Ni nani hajui? Alafu wewe unajifanya umeokoka, alafu unaendea mtoto wenyewe na unakuja unampiga mpaka unamuua, ladies and gentlemen. Alafu mnawekelea ule askari mwenye alikuwa on duty.
badala mumwekelee vizuri, mnaenda tu mnachagua tu yule the weakest, alafu mnaenda mnamwekea noma, wakati duty roster inaonyesha vizuri kabisa kabisa Mr. James Mukhwana hakukuwa shift yake ilianza asubuhi saa 12 ikaisha saa 12 ya jioni. Mnaenda kumrushia noma. Pia mnakuja mnarushia OCS noma. Yes, OCS akona makosa, na makosa yake ni kukubali mtu mwenye amepigwa vibaya kwa police station yenye anafanya nini, yenye ako in charge. Hiyo ndio makosa ya OCS kufanya, unaona. Na pia yule mwenye alikuwa na linda cell pia kukubali kuletewa mtu mwenye already ashapigwa. Lakini guys, let me tell you, CCTV ya hiyo tarehe 7, ladies and gentlemen, waliweza kudelete kwa sababu, my friend, ukiangalia hiyo CCTV kabisa, kusema tu ukweli na sio kwa ubaya, utashangaa sana inaanika wale watu wenye ambao walikuwa nampiga. Hata msishangae kuwa hata labda huyo mkubwa mwenye alitumana huyu jamaa aendewe, usishangae kuona hata alipigiwa kwa police station. Hata labda hata huyu jamaa hakupelekwa hata Karura vile wanasema. Labda huyo mkubwa, huyo Mr. Eliud Langat, labda hata walikuja usiku na gari ya mkubwa wakaingia kwa hiyo police station, na wakaenda wakapiga huyo kijana alafu mkubwa akaondoka. Sasa saa 7 ndio mwili ilikuwa inatolewa ikipelekwa kwa gari ipelekwe Kenyatta. Guys, let me tell you, hizo CCTV zenye zimedeletiwa, my friend, mtu hawezi akadelete CCTV bila sababu. Lazima kuna sababu kubwa yenye imefanya hao watu wa delete ile part yenye wanajua itawachomea. That's why wameamua kusacrifice huyu OCS wakiwa na mwenzake, which is very wrong guys. Hii watu hawatakubali. Majenzi wameona CCTV za Mbagathi mpaka wameshutuka. Imagine. Hata madaktari walijaribu kuambia madaktari, please, tutawapatia chochote chenye mnataka. Sisi tu chenye tunataka tu ni nyinyi mkubali ya kwamba huyu jamaa alikuwa kwa hospitali na alikuwa natibiwa alafu akakufa. Nao madaktari wakasema hapana, tuko na CCTV hapa. Labda hata hawakuambia wako na CCTV, labda hata hawaku wanajua kuna CCTV, unaona. Hizi CCTV, my friend, zimeweza kureleasiwa tu baada ya ule OCS kuongea ukweli, kwa sababu OCS ameona anataka kufungwa na wakubwa wake. Naye akatafuta lawyer kwa jina Danstan Omari, akamwelezea ukweli wote. Naye Danstan Omari akakimbia moja kwa moja mpaka Mbagathi, akaambia Mbagathi Hospital, tafadhali nyinyi sikizeni, musipopeana CCTV, wacha nikuambia hata nyinyi kesi itawaangukia. Jitoeni kwa noma mapema, ndio best. Wakaweza kuonyeshana pale vizuri na tukaweza kuona, na watu mumeweza kuona ukweli wa maneno. Hao maaskari watatu wenye walipeleka Muzoga Mbagathi wako wapi? Hiyo ndio swali tunauliza. Hakuna askari yoyote ashawahi kujitokeza akasema ya kwamba hapana, ni sisi ndio tulipeleka. Wakuje watuelezee vizuri kabisa kabisa walikuwa. Imagine ni uchungu guys. Hebu imagine mtume watu waende Ushago kwa kina mtu, wamchukue wamlete Nairobi ndio mumuue. Imagine hata kama ni huyu jamaa Ruto, President Ruto. Guys, wacheni waambie, kama kuna mtu anatukanangwa guys ni President Ruto guys. Mkiangalia mitandaoni vile anaongelelewa guys, na President Ruto, wacha nikuambie, yeye amezoea. Sasa inakuanga tu ni ile tu, labda kuna wale maaskari fulani wameona mtu ametukana president, alafu wanaamua tu kujitolea kumwendea. Lakini President Ruto jali, yeye ni president. Muongee msiongee, ladies and gentlemen, Ruto ndio president. Muzoee President Ruto mapema, na mapema ndio best. So sasa hivi guys, wacha nikuambie, wazazi wa huyu kijana Albert, ladies and gentlemen, wameshangaa. Yani mtoto wao alipitishiwa. Yani imagine hawa askari kama walifanyia huyu kijana namna hiyo. Wale vijana wenye ambao wameuliwa na polisi Nairobi ni wengi sana. Munakumbukanga yule kijana mwenye ambaye alipatikananga huko Kware, wakasema ati huyu ndio alikuwa anaua watu akitupa kwa shimo huko Kware. Huyo kijana ati alipoteanga kwa police station ya wapi? Ya Central Police Station. Alipotea aje? Na hiyo story iliendanga ikazimwa tu namna hiyo. Hata watu wengine wanasemanga ya kwamba huyo mtu alikuwa ametafutwa tu asafishie polisi jina, alafu baadaye wakamwambia aende na wakajifanya ati alitoroka. Alafu baada ya kutoroka, ladies and gentlemen, fununu zinasema hata huyo kijana hata alifuatwangwa na akaenda hata kauliwa. Ndio maana hata huyo kijana hajulikani mahali yako. Ushago kwao mahali alitoka, wazazi wake hawajawahi muona. Huyo jamaa hata hajulikani aliendanga wapi. Just imagine.
Just imagine, ladies and gentlemen. Sijui ni kwa nini my friend hii serikali imeamua kuua watu. Sijui hawa watu wanajuanga kama mtu wakati unakufa my friend kuna siku ya judgment. Sijui kama hawa watu wanajuanga. Lakini kwa sababu hawa watu ni matajiri, wako na pesa mingi, ladies and gentlemen, hawa wakubwa inasemekana zile magorofa wako nazo Nairobi, zile magorofa wanatengeneza my friend, wacha nikuambie, pesa zimewaingia kwa akili. Hawajali kama kuna watu huku nje wanatamani hata wao siku moja waweze kuona hata baiskeli. Hawa watu my friend, wacha nikuambie, ni matajiri kupindukia. So ladies and gentlemen, hawana hata huruma kwa masikini. Huruma yo, huruma mama, wewe bwana uoni huruma. Oh my God. Kila mtu mwenye ako kwa hii dunia my friend aliumbwa na Mwenyezi Mungu aenjoy maisha kama vile nyinyi mnaenjoy. Lakini nyinyi mumekuja kupimia watu hewa, hamtaki kuona mtu akipumua. Unaona? Watu wanaongea ukweli. Guys, wacha nikwambie, enda ufungue tu Wines and Spirit saa hii Nairobi. Uko na license, uko na kila kitu. Uko mpaka na barua za kuuza hiyo pombe. Lakini bado polisi wana collect pesa kila siku. Yani unakuta faida yako ndio unawapea. Na ni wao ndio wamekupatia license. Paka unashindwa ni za kazi gani wana collect. Na usipotoa wanakushika na wanakuwekea kesi. Ni uchungu sana ladies and gentlemen. Mimi nimeweza kushukuru sana. Nimeona hizo CCTV vizuri mpaka mimi mwenyewe yani nikasema kweli Mungu ni mwema. Guys, Muzoga my friend, muzoga ikawekwa kwa probox, ikaenda katupwa wapi? Ikaenda katupwa huko Mbagathi ikaenda katupwa huko City Mortuary. Wacha tuone vile watajitoa kwa hiyo noma. Guys, toshekeni na mshahara yenyu. Ni uchungu sana. Kama mnavyojua sina mambo mengi ya kusema, leo nasomea The Star. Na The Star, the main headline ini Ojwang tortured into coma in Karura. Into coma in where? Karura Forest. Ini new news kustuko tunajua that alipelekwa Karura Forest. Tulijua walikuwa wametudanganya, aligongeshwa kwa stage hata hakutoka. Kwa ukuta za Central Police Station hata hakutoka. Kumbe alitoka. Okay. Secret night op. Albert Ojwang tortured into coma in Karura Forest. Alitoka namna gani? Tena Karura siku hizi Karura Forest inaitwa Central Police Station hatuelewi. Wacheni niwasomee. Kama mnavyojua Ojwang ni the father, young family beloved high school teacher and outspoken social media influencer Ojwang was tortured inside Karura Forest before he was taken unconsciously to Central Police Station where he died. Unaona inasema alipelekwa after alikuja. Wacha tutusome mimi hata sitaki kuongea mambo mingi. Conflicting accounts by police of what transpired. A clear picture has emerged of the carefully planned secret operation involving power figures in. Unaona? Okay, sources inasema a source, kuna mtu alikuja akajitokeza na amesema akuwe anonymous, hataki kujulikana, hataki ndo kujiprotect, hataki pia yeye kukujiwa na DCI. Sources close to ongoing investigation says between 9:35 p.m. na 1:39 a.m. the time of Ojwang's death as recorded in the occurrence book. He was removed from his cell and taken to Karura. Unaona tukuwa tunajua alitolewa, walimtoa kwa cell wakampeleka Karura Forest kufanya nini na saa ngapi kama wakuwa na mipango ya kumuua. Okay, the truth is Ojwang was good, alikuwa in a very good condition when booked, but he was moved later that night walingoja tu siku ndo wampeleke tortured and returned nearly like alirudishwa senye mwili karibu kufa. Haya, IPOA duty chairperson Anne Wanjiru confirmed, duty person wa IPOA alisema CCTV ya pale kwa Central Police Station system at the Central Police Station especially yenye ilikuwa pale kwa cell yenye Ojwang ako, yani walitampa nayo haikuwa inafanya, na ingine pale ilikuwa located pale kwa OCS, kwa ofisi ya OCS pia hiyo walitampa nayo. So according to a multiple source, the private vehicle was used to ferry Ojwang. Yani ile private vehicle ilimtoa Homa Bay to Nairobi, iliambia wewe tokeni, mumefanya kazi yenu, endeni. Wacha sasa. The truth is that Ojwang was delivered to Central Police Station by officers who arrested him. Unaona wenye walimtoa Homa Bay alikuwa in good condition, wenye walimpeleka Central Police Station good condition and good and booked, but he was again moved. Unaona walingoja usiku
he was moved at night to a forest along Kiambu, in forest gani ko Kiambu Road, sini Karura, where he was tortured. Yani walimtorture, said a source aware of the events. Unaona yako aware, anajua what happened, but who sought anonymity. Alisema mimi manze msinianika, mimi sitaki kujulikana, ndo kwa maana amesought anonymity so that he could speak, ndo aongee freely, atoboe siri vile walimfanya. So inside the forest yani unaona vile anasema inside kwa hiyo forest walimtandika, kicked unconsciously, kicked, punched and assaulted while still handcuffed. Unaona yani kijana hasira inapanda, yani walimtandika kama wamemfunga by a group of yani officers, group of officers walimtandika wakamukanyanga kichwa, including a senior police, including a senior, na unajiita senior police figure, and his driver. When Ojwang slipped into coma, guy mpaka akaenda into coma, he's a silent. Waliona ameenda into coma, waka panic, wakasema tumrudishe kwa gari, returning to Central, tumrudishe kwa gari tumpeleke Central Police Station. Sasa vile walifika pale Central Police Station, some officers allegedly objected. Unaona wengine polisi walikataa, wengine walikuwa pale wakasema sisi tuwezi book mtu ana bleed hivi na mtu hata respond akikufa hapa. Au waliogopa wakasema hapana tuwezi mchukua, lakini but were overruled. An order came, which order came from above. Unaona walipigiwa simu mbio tukawakaambia chukweni huyo mwili, chukue mumweke huko ndani ya cell. Imagine. So kuna officers walikuwa wanakataa. Unaona orders from above to book him. Ojwang was placed in a solitary, na sasa vile waliobook wakampeleka kwa cell yenye haina watu, na pia wanasema wengine wafungwa wengine walifunguliwa wakaachiliwa ndo wa create space, ndo huyu aweze kuingizwa pale kwa akaekwa, unaekwa peke yako, ndo akapata space ya kumweka akuwe peke yake. Sasa inasema after amekuwa hivyo peke yake akukawia sana, 139 ndo Ojwang alikufa. Na vile alikufa hivyo on Wednesday, Inspector General, sasa vile Wednesday ilijulikana amekufa, unaona they called, wakaita IPOA kufanya investigation. Let us give IPOA, ndo anaanza kutuambia IPOA inakuja kufanya investigation. Hawa watu walitaka kumuua, si tafadhali, walitaka kuua Albert. Hiyo si tafadhali, walikuwa wanamsafirisha kwa nini? Na hizo orders zinatoka kwa above. Nani anapeana hizo orders? Zinatoka kwa above, mpaka wanarudisha mwili kwa Central Police Station kama iko unresponsive, mwili ina bleed, mtu hata hajielewi ajifahamu, wakakubali tena wakambook. Mnaona hapo kuna mchezo inachezwa, lakini what we need is justice for Ojwang. They knew, tunataka kujua hizo orders that came from above ni akina nani. And this senior of, who is this? Huyu anaitwa nani? Huyu senior police figure pia yeye alikuwa pale akimtandika. Tunataka kujua hao wote ni kina nani. Justice for Ojwang. We are not relenting. We are not, enough is enough. Enough is enough. Tumechoka. Police station haitakuwa hapo ndo kumejaa criminals. Tumechoka. Enough is enough. According to the way things are unfolding, Samson Talam, the OCS Central Police Station, and his juniors have refused to be sacrificed for the sake of the senior, the DIG Eliud Langat. Now, according to vile maneno inaenda, there is a very clear indication that Albert Ojwang was murdered by the one DIG Eliud Langat. First, ile expose ya The Star, that was not just an expose at The Star. No, that was an NIS report ya kwamba Ojwang alichukuliwa Central Police Station, wakaenda wakamtocha Karura Forest, na wanasema DIG and his driver alikuwa hapo. After kumtocha na kuona karibu akufe, they took him to Central Police Station for booking. Na before booking, inasemekana hadi hapo kulikuwa karibu na vita. The officers wenye walikuwa Central Police Station on duty walikuwa wanakataa kumbook. They have gone to an extent, they have exposed their WhatsApp group chats. They have exposed the duty roster ya wale maafisa wenye walikuwa duty, na inasemekana hadi hapo kulikuwa na vita, ndio simu ikapigwa from top kutoka huko juu, wakalazimishwa kufanya nini? Kubook. Another thing, according to that report, Mbagathi Hospital imeconfirm that Albert Ojwang
alipelekwa kwa hospitali akiwa amekufa. He was already dead. So hapa hakuna maneno sijui ya IPOA inachunguza nini, sijui nini. Hapana. Hapa Eliud should be dismissed and jailed. Hii maneno ya kutufunga mouth to blame. Na kama it seems like the DIG Eliud Lang'at amekuwa akifanya dirty work for the government and his killer squad. That is why he's being protected by the president and the others and the CS. Mumeona tena na huku Nyandarua mama miscarriage akiwa kwa cell. Juu sijui ya 9,000 sijui 13,000. Mumeona nani county commander huko ni nani? Cherono. Anyway, let justice be found. But from the way things are, Albert Ojwang was tortured and killed in presence of DIG. Mkewe Nevnina Onyango anasema polisi ambao walionekana kufuata sheria walichukua simu yake, wakaikagua picha, Twitter na baadaye wakamsafirisha hadi Nairobi. Anasema kuwa wakati wote wa safari hiyo alikuwa akizungumza naye kwa simu na alionekana kuwa sawa. Anakumbuka kupigiwa simu kwa mara ya mwisho saa 3 usiku na mumewe alipofika katika kituo cha polisi cha Central, ambapo anasema sauti yake ilikuwa imebadilika. Along the way he sounded just okay. I even asked him if he had taken anything. He told me that he was bought for some snacks with the officers that were with him. When they reached Central Police Station is when he sounded a bit worried. Yeah, he wasn't like really okay and he wasn't talking well, like he was just afraid. Albert Ojwang alikuwa akiwapigia simu wazazi wake kila siku kuwasalimu na alimhudumia binafsi nyanyake mgonjwa. Alikuwa tegemeo la familia. Nevnina anasema mtoto wao mdogo anaendelea kumuulizia babake bila kuelewa kwa nini hajarejea nyumbani.